Bwana Yesu asifiwe sana. Tasoma kitabu cha Kutoka sura ya 20 kuanzia mstari wake wa kwanza na hata ule mstari wake wa 4. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wabatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Neno ile natamani leo niweze kulifafanua katika upeo tofauti ili tuweze kuelewa vizuri. Mungu ni Mungu ambaye anatamani kuabudiwa na kila mwenye mwili, na hapa akitoa maelekezo muhimu sana kuhusu taifa la Israeli kwamba imewapasa kumwabudu Mungu pekee, wala wasifanye kitu chochote chenye mfano wowote kati ya vitu vilivyoko mbinguni, malaika, labda makerubi, maserafi, wazee 24 wenye uhai wanne, na viumbe vingine vingi ambavyo viko mbinguni ambavyo huenda havijafunuliwa kwenye upeo wetu wanadamu. Lakini Mungu amesema tusifate hivyo viumbe wala kuviabudu, lakini akasema mfano wa vitu vilivyopo duniani, miti, mawe, maji, wanyama, milima na vitu vingine, hata wanadamu wapo kwenye hilo kundi. Lakini pia Mungu akasema tusifanye ibada juu ya sanamu ambazo labda ni mfano wa kuchongwa, vitu vya kuchongwa. Lakini pia tusifanye ibada kwa kufuata vitu vya chini ya bahari, labda kufuata mapepo yaliyoanguka huko majini, mizimu, ibada za kuzimu. Lakini pia hata samaki usije ukawasujudia, chochote kile usiweze kukisujudia. Kwa hiyo huyu ni Mungu ambaye alikuwa anatoa maelekezo. Sasa nimekuja mbele zako siku ya leo nikiwa na neno moja ambalo nimeliona nikasema nikutafakarishe, tutafakari kwa pamoja na kisha tupate hekima namna ya kuweza kuliendea na kulifanya. Katika maisha yangu ya wokovu nimeona mambo kadhaa ambayo yamekuwa yakiendelea katika jamii ya walioamini, na leo natamani niweze kuyaweka vizuri ili tuweze kuwa na maarifa katika kumjua Bwana. Penzi mtazamaji na mfuatiliaji, naomba twende pamoja. Mungu wakati anatoa maonyo haya, usiabudu kitu kingine chochote chenye mfano, wala usitengeneze kopi ya kitu kingine au mfano wa kitu kingine isipokuwa Mungu pekee. Na Mungu hana kopi wala mfano, yeye ni wa pekee na hana namna ya kuigwa kwa kitu kingine, kwa sababu ya sifa zake ziko pekee. Sasa kumekuwa na jambo moja hili natamani nao uweze kulifikiri. Kumekuwa na watu ambao wakianzisha huduma zao, aidha ni mitume au ni manabii au ni wainjilisti au makuhani, wachungaji, walimu na vyeo vingine vyovyote kwa kadiri ya watu wanavyopewa kuitwa na Bwana. Sasa kumekuwa na jambo moja ambalo natamani tulitafakari, tuone, je, lina haki kutendeka au tayari kuna njia mbadala shetani ameifanya ya kutufanya tuweze kuabudu miungu mingine bila kujua kwamba mtu aliyeanzisha hiyo dini au hilo zebu au hiyo imani fulani. Kwa mfano, labda mtu ameanzisha zebu linaitwa ABZ kwa mfano, ameanzisha zebu la ABZ, au mwingine ameanzisha zebu labda la ABK,
au mwingine kaanzisha ZGD. Natolea mfano, kama zipo madhabahu zinatumia majina hiyo, naomba msinukuu vibaya, nimetoa mfano. Sasa anapokuwa ameanzisha, kutakuwa na tendency ya kuweka picha kwenye matangazo ya vibao vya kanisa kila mahali ambako kutafunguliwa taasisi ya dini hiyo. Kwa mfano, labda mwanzilishi alikuwa anakaa Uingereza, kila ukifungua tawi, uwe Australia, uwe Canada, uwe Marekani, uwe Kenya, Msumbiji, Rwanda, Ethiopia, kila ukifungua tawi chini yake imekupasa kuweka picha yake, aidha kwenye kibao cha tangazo la kanisa au kwenye madhabahu kunakuwa kuna picha. Na hili jambo limekuwa likifanyika mara kadhaa, na mimi nimewahi kushuhudia. Nimewahi kwenda mahali fulani nikakuta kuna tangazo kubwa la muasisi wa dini fulani limewekwa madhabahuni, picha moja kubwa sana ambayo imewekwa akiwa na mke wake, wameweka madhabahuni, na wakawa watu kila wakimaliza ibada wanainama pale wanasujudia namna hii, na wakiingia wanasujudia pale. Lakini wakiwa katika ibada zao wamekuwa wakimtaja sana yule mtu. Je, nataka niulize swali, tutafakari kwa pamoja. Je, ni sahihi sisi wa Kristo au watu tunaomfuata Yesu Kristo kuweka picha zetu kwenye mabango ya kanisa au kuweka picha zetu katikati ya ibada? Unakuta kwa mfano kuna wengine kwenye madhabahu yao pale mbele kwenye front view, pale ambapo ndipo mahali ambapo mtumishi anasimama kuhubiri, kuna picha kubwa ya mtumishi. Je, ni sahihi kufanya hivyo? Mbaya zaidi, au kitu ambacho ni cha kusikitisha, huenda hata muasisi wa dini hiyo amekufa miaka hata 50 iliyopita, lakini bado watu wanaweka picha hizo. Sasa nina maswali machache ya kuuliza au kujiuliza ili tuweze kufahamu kuwa huu unaweza kuwa ni mtego wa shetani, kujikuta tunaabudu miungu mingine. Tumekuwa tukiwashutumu au kuwapiga vita mitume wanaotumia picha zao kuwapa watu kutembea nazo kwamba ni picha za upako. Sasa je, tutaweza kulifuta hilo fundisho kwenye fahamu za watu, ili hali sisi tuna picha za watumishi hao katika madhabahu yetu? Hatuwezi kufuta, na sisi tutakuwa kwenye kundi la manabii wa uongo. Kwa nini? Kwa sababu tunawaaminisha watu kupitia mtu. Sasa ushauri wangu na mtazamo wangu, ninaona si vyema kuweka picha ya muasisi kwenye tangazo la kibao cha kanisa au kuweka picha ya muasisi katikati ya jengo la ibada. Binafsi ni mtazamo wangu. Kwa nini? Kama Mungu alimtumia kuweza kuleta uamsho au kuweza kuleta dhehebu au dini au kuanzisha kitu fulani katika dunia, ni kwamba Mungu kamtumia, lakini picha yake haina maana tena ya kuwekwa pale kama ukumbusho. Basi kama itakuwa ni vyema picha yake iwe ni muhimu, weka kwenye store, weka kwenye ofisi, kila atakaye tamani kwenda kumuona ataenda kumuona hapo. Lakini si vyema sana watu kuweka hizo picha. Watu wameenda mbali sana, utakuta kila mahali kwenye matangazo, wewe fuatilia, utakuta mtu ameweka picha yake kubwa, amemkumbatia mke wake kwenye tangazo la kanisa. Kweli Yesu Kristo akiwa anatazama hiyo hekima anaipimaje? Kwamba umepita unamkuta mtumishi yuko na mke wake amemkumbatia kwenye tangazo la kibao cha kanisa.
ninaona kuna kitu ambacho hakipo sawa. Huu ni mtazamo wangu, nimeuleta kwako ili na wewe uweze kutafakari. Je, ni sahihi? Lakini pia jambo jingine muhimu sana, turudi kumtazama Yesu na mitume wake. Je, waliwahi kufanya hivyo? Tumchukulie mtume Paulo ambaye amekuwa maarufu kwa injili katika nyakati za kanisa la kwanza. Paulo ambaye ametokewa na Kristo Yesu, ambaye ametembea katika upako sio wa kawaida, kwa mikono yake miujiza mingi imetendeka. Hata leo tunajifunza katika Biblia kuwa amefanya mambo makubwa. Je, Paulo aliwahi kutumia picha kuambia Bwana, kanisa la Galatia wekeni picha yangu, kanisa la Korinto wekeni picha yangu, kanisa la Rumi wekeni picha yangu, au kanisa la kule Tesalonike wekeni picha yangu? Hakuwahi kufanya. Lakini hata Yesu mwenyewe kama angaliishi na akafungua matawi ya makanisa, je, angeagiza iwekwe picha yake pale? Angeagiza iwekwe picha yake kila mahali ambako kafungua? Hii inaweza kuwa aina ya majivuno bila watu kujua, na watu wakaanza kuabudu kitu kingine mfano, lakini sio Mungu. Kwa nini? Kwa sababu nimesema msifanye mfano. Fikiri kama mtu yuko Marekani au yuko mahali na matawi yake yote yana picha yake, watu watakao kuwa natazama, kuna wengine mioyo yao itakuwa haimwabudu Mungu, na hii ndio imepelekea hata imani za uongo, imani fulani wanatengeneza picha, zile picha wanatengeneza na vinyago, vile vinyago wanapita wanavisujudia, kila siku wanapita wanavisujudia hatua kwa hatua. Sasa hakuna tofauti sana kati ya wanaoweka picha kwenye matangazo au picha kwenye madhabahu zao kubwa kwa ajili yao. Lakini pia twende mbali, mtumishi ukiwa haupo katika madhabahu hiyo na kuna picha yako, huoni watu wakija wakakuta haupo, kuna kitu kisicho sawa? Usifanye madhabahu kama ni mali yako. Hata kama Mungu amekupa neema ya kufungua matawi mengi, lakini picha sio muhimu kuwepo kwenye tangazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashauri kwamba kama ikiwezekana, yaandikwe maneno ya kutambulisha eneo husika, yawepo mawasiliano kwenye tangazo la kanisa au kibao cha kanisa, na liwepo jina la huduma hiyo na vitu vingine vya muhimu vya utambulisho. Lakini sidhani kama kuna maana ya kuwepo picha. Fikiri huyo mtu uliyeweka picha yake akafariki, je, mtaichana, mtaweka nyingine? Kwa sababu kama itaendelea kuwepo picha hiyo na huyo muasisi au aliyekuwepo mchungaji au mtume hayupo na yupo mtu mwingine, ninyi ni waongo. Kwa nini? Mmesema hapa mchungaji kiongozi mmeweka jina lake na picha yake, lakini huyo mtu kashakufa na hayupo. Watakaokuja kwa kusoma kile kibao na wakakuta mtu mwingine, mmekwisha kuwadanganya. Lakini pia mtu kaja akakuta picha ya huyo mtu na akafika kanisani asimkute, labda mtu huyo kasafiri kaenda mahali kwenye huduma nyingine, mtakuwa mmedanganya. Kwa nini? Mtu kaja na dhamira yake, Bwana, nimekuta picha hapa, huyu mtumishi labda namfuatilia, nitamkuta. Lakini asipomkuta mtamvunja moyo. Ni heri weka tangazo la ibada zinavyofanyika, ratiba, na weka maelekezo mafupi ili yaweze kueleweka tu, kutambulisha huduma husika. Lakini ili swala la picha limekuwa si hekima sana kwa mtazamo wangu. Kwa hiyo na wewe jaribu kuchunguza, halafu utakuja na komenti, utakuja na majibu hapo chini, na nipo tayari pia kujifunza kupitia wewe. Je, ni sahihi kuweka picha kwenye matangazo yetu? Kuna mahali watu wamewahi kufa bado picha